na alionyeshwa kile ambacho kitakuja kufanyika. Na Isaya akaandika akasema ya kuwa atazaliwa mtoto ambaye atakuwa ni mtoto wa kiume, na jina lake ataitwa hivi, ataitwa hivi, ataitwa hivi. Hapa mimi nilipima kuangalia nikaona ya kuwa Isaya alikuwa hata alionyeshwa kazi ambayo Yesu ataifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alionyeshwa kazi ambayo Yesu ataifanya kwa majina ambazo walimwambia. Jina la kwanza ama kitu cha kwanza walisema ya kuwa tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme. Alionyeshwa kuwa huyo mtu ni mfalme. Uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa begani mwake na ataitwa jina lake. Hapo sasa ndipo panasema kuja na majina mengi. Mshauri, kitu cha kwanza, wa ajabu. Na wakati tulipima kuangalia Yesu kiukweli, wakati alizaliwa sasa rasmi, kuna wamoja ambao wanasema ya kuwa hawajawahi kujua filosofia ya Yesu ilikuwa namna gani. Mtu ambaye hata anaulizwa ya kuwa wewe ndio mfalme wa Wayahudi, anawaambia ninyi ndio mnasema. Amen. Mshauri wa ajabu. Hicho kitu kikaonekana. Lakini watu walikuwa wanasahau ya kuwa alitabiriwa katika Agano la Kale ya kuwa atazaliwa. Na ndio maana watu wengi wamepotea. Na wengi wanaanza kupotosha watu kuambia ya kuwa huyu si Mungu. Huyo Yesu ni nabii tu. Ni mtu ambaye alikuja kama vile Elia, kama Musa, kama huko kwetu kuna wengine Branham ni mzungu. Watu wengi wanamuabudu huko kwa nyumba huko kwetu Kongo.